Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, wapenzi watazamaji wa channel yetu ya Darul Arqam Online TV. Tumefunga safari kutoka pale jijini Dodoma mpaka kufika hapa katika kijiji hiki cha Bolisa, ambapo tarehe 21 ya mwezi wa 6 mwaka huu 2025 patafanyika dua kubwa kabisa ndani ya kijiji hiki cha Bolisa. Tunaye hapa shekhe wa kata, atajitambulisha. Huyu ni shekhe wa kata ya Bolisa, atajitambulisha anaitwa nani na anatoka wapi na vipi kuelekea dua ya tarehe 21 ya mwezi wa 6 mwaka 2025. Binafsi yeye katika kata yake amejipangaje na vipi wanalipi la kuambia Uislamu na neno la kuwakaribisha wote ambao kwamba atakayohudhuria. Historia inakwenda kuandika hapa katika kijiji hiki cha Bolisa wilayani Kondoa. Bwana, watazamaji wanataka kujua kwanza wewe ni nani na unatoka wapi na una ujumbe gani kuelekea katika dua yetu hii ya tarehe 21 ya mwezi wa 6 mwaka 2025 hapa katika kijiji hiki cha Bolisa wilaya ya Kondoa mkoani Dodoma. Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa sallama taslima wa ba'd. Namshukuru Mungu, namtakia rehema mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mimi jina langu naitwa Yahya Hussein Juma. Mimi ni mzaliwa wa Bolisa na ninaishi Bolisa. Mimi nimezaliwa tarehe 12 mwezi wa 10 mwaka 1968. Mimi nimeishi hapa Bolisa miaka yote tangia kuzaliwa kwangu. Ilifika tu mwaka 94 nikatoka kwa ajili ya kwenda kusoma Masange. Niliporudi nikawa na madrasa ilikuwa inaitwa Al-Mujahidina. Nimeenda na ile madrasa paka 95, nikaondoka kwenda kufundisha sehemu zingine zinaitwa Endasaki. Ilipofika huko nikapata nafasi ya kuwa shekhe wa wilaya kule Hanangi. Kwa hiyo mimi ni shekhe wa kata ya Bolisa. Simaanishi mimi ndio shekhe kwenye kata hii, hapana. Mimi ni shekhe wa kata kiuongozi, lakini kuna mashehe wengi ambao tunashirikiana, tunaenda nao vizuri. Sasa kwa nafasi hii niliyopata kwa leo, nichukue nafasi hii kuwaalika Watanzania wote kwa ujumla, Waislamu na wasio kuwa Waislamu, kushiriki katika hauli itakayofanyika Bolisa katika uwanja wa familia ya mzee Asmani Nkusa. Hii ni mara ya pili nafikiri. Mara ya kwanza tuliambatanisha na upandaji wa miti, na sasa hivi nafikiri itakuwa ni huo utaratibu. Mimi nitoe tu naswaha yangu kwamba kwenye jambo hili tushirikiane kwa pamoja kama Mwenyezi Mungu alivyotuambia, taawanu alal birri wattaqwa wala taawanu alal ithmi wal udwan. Dua hii itakuwa tarehe 21 mwezi wa 6 mwaka 2225 kuanzia majira ya saa 2 asubuhi. Nafikiri kilele chetu kitakuwa ni baada salati dhuhuri. Kwa hiyo insha Allah Mwenyezi Mungu akitia taufiki kwa kila atakayejaliwa na Mungu akiwa hai, ni bora na ni vizuri tukashirikiana katika shughuli hii. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Shekhe, kwa kumalizia, vipi ujenzi wetu huu umefikia asilimia ngapi? Kwa sababu tuna mazingira ni mazuri, majukwaa ya kukaa wageni, waalikwa, wanafunzi wa shule, wanafunzi wa madrasa. Umefikia asilimia ngapi? Kwa ninavyotizama na tunavyoshughulika kwa hapa, tumefikia asilimia 95 ya shughuli hii ya kuandaa sehemu ya kukutania. Ikiwa zimebaki siku ngapi? Ikiwa zimebaki siku 6. Na mnatarajia kumalizia lini? Sisi tutamalizia kesho. Ndio. Shughuli hii ya kuandaa sehemu ya kukutania. Ndio. Na lipi la kuwakaribisha Waislamu wanekutizama muda huu, endapo pia atakusikia mufti wa Tanzania, kwa sababu mufti wa Tanzania ni jemedari, anafanya kazi kubwa ya dini. Hebu tizama majukumu ya mufti. Mufti anafanya kazi kubwa sana ya dini, yule ni jemedari, doktori hasa kabisa. Una lipi la kumwambia Mheshimiwa Mufti wa Tanzania Dr. Samahati Sheikh Abubakar bin Zubair bin Ali wa Mbwana? Mimi ninavyohisi watu wote
wa Bolisa. Wana hamu kubwa ya kukutana na mufti wetu, namna wanavyomfahamu na yeye namna anavyotujali. Kwa hiyo tuna hamu kubwa sana na ni kwamba wana furaha kubwa baada ya kusikia. Ni kila siku watu wanauliza ni lini tarehe, ni lini tarehe. Kwa hiyo sisi kama wana Bolisa tunayo furaha kubwa. Tena Waislamu na wasiokuwa Waislamu wataraji wakimuona siku hiyo watafurahi sana, na tunamkaribisha tena kwa moyo mweupe kabisa bila mashaka. Tunamwona Mheshimiwa Mufti wa Tanzania kwa sababu huyu ni mchapakazi na ni hodari kweli kweli, kwa sababu kabla ya kwenda katika ibada ya hija alikwenda nchini Kenya akafanya ziara ndani ya siku kadhaa, akatoka Kenya akaja Dar es Salaam pale kashiriki dua ya kitaifa ile. Baada ya pale akapata safari ya kuelekea nchini Morocco. Baada ya kufanya ziara katika nchi ya Morocco karudi tena Tanzania, hajakaa hata wiki moja, kaelekea katika mji mtukufu wa Maka kwenda kufanya ibada ya hija. Wewe una lipi la kumwambia Mheshimiwa Mufti wa Tanzania kwa kazi hizi ambazo kwamba anazifanya kwa ajili ya maslahi ya dini ya Kiislamu na maslahi ya Watanzania? Kwa sababu anapotoka hapa anakwenda nje hakuna anachokitafuta isipokuwa anawapigania Waislamu wa Tanzania. Mimi binafsi na Waislamu wote kwa ujumla Bolisa, sisi tunamtakia kwanza kabisa afya njema. Pia tunamtafikia mufti wetu yani nafasi nzuri. Mwenyezi Mungu amuondolee mazito. Kila anapolikusudia jambo basi Mwenyezi Mungu amtilie wepesi. Sisi ndo la kwetu hili. Tunamjua ni mchapakazi, hatulii na ni mshauri mzuri. Akikushauri jambo lazima ufanikiwe, na tunavyohisi sisi ni mpenzi wa kila mtu bila kubagua dini wala jinsia. Yeye ni mtu wa watu kusema ukweli. Tunamuombea tu taufiki kwa Mungu. Mungu ampe afya njema na ampe ilhamu. Ndio. Kabisa. Nakushukuru sana na asante sana. Mpenzi mtazamaji, ni leo tarehe 15 ya mwezi huu wa 6 mwaka 2025, ikiwa zimebaki siku chache kabisa kuelekea dua kubwa ambayo kwamba itafanyika tarehe 21 ya mwezi wa 6 mwaka 2025. Wa ila huna, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni mimi ndugu yako Akram wa Darul Arqam Online TV. Shukran wa jazakumullahu khaira. Ahsante.